Kwa mujibu wa maandiko, Yesu alikuwa nani? Alikuwa anaenda wapi? Msikitini, sawa. Ya pili kanzu, sawa. Ya tatu anasujudia nani? Mungu. Ya tatu inafundisha ukikufa uzikwe hiyo siku, sawa. Uvikwe sanduku ama sanda. Sanda. Wakristo Waislamu wanaotumia sanda watu gani? Waislamu. Aha, kwa hivyo ukikataa kumfuata Yesu, adui zako wako wapi? Wako kwa nyumba yako. Uko tayari kumfuata Yesu? Uwe Muislamu kama Yesu? Unaamini Yesu kama nani? Kama mwana wa Mungu. Salim wanajua kama Yesu ni mwana wa Mungu. Wacha kidume apitia kufunze Yesu si mwana wa Mungu. Naongea na huyu mwingine. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana mai, ikumbushe jina. Benson Onderi. Benson. Wailele buya. Asante sana. Benson, unasema wewe unajua Yesu ni mwana wa Mungu. Asante sana. Sisi Waislamu hatuamini kuwa Yesu ni mwana wa Mungu kwa sababu Mungu hazai. Imani yetu Mungu hazai. Hebu nipe Qur'ani 112 anza moja asikie kwanza, alafu tumfunze sisi Waislamu tunaamini Yesu kama nani kwa mjibu wa Uislamu. Hebu sikiza vizuri. Sema wewe ni Mwenyezi Mungu mmoja. Kwanza huyu Mungu tunaambiwa ni mmoja, sio wawili au watatu. Wala hatusemi Mungu ni mmoja katika waungu watatu, hatusemi hivyo. Tunaamini Mungu ni mmoja peke yake. Malizia. Mwenyezi Mungu ndiye anayestahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumwomba na kumtegemea. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Mbe microphone. Tunaambiwa Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Maanake Mungu hana watoto. Yesu ni kiumbe cha Mungu. Wewe ni kiumbe cha Mungu. Mariamu ni kiumbe cha Mungu. Yesu ni mtoto wa Mariamu, sio mtoto wa Mungu. Qur'ani 3:45. Sikiza Qur'ani na kueleza Yesu ni mtoto wa nani. 3:45. Qur'ani 3:45 inasema. Sikiza, kwa sababu Mungu hazai, na ukisema Yesu ni mtoto wa Mungu, basi unamfanya Mariamu ni Mungu mwanamke, kwa sababu mtu anazaa mtu. Mungu akazaa basi Mungu. Sasa Mariamu atakuwa ni Mungu mwanamke, wakati Mariamu sio Mungu, Mariamu ni binadamu. Sikiza Qur'ani 3:45. Kumbukeni waliposema malaika. Kumbukeni waliposema malaika. Ewe Mariamu. Ewe Mariam. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Sikiza Qur'ani inasema Mariamu atazaa mtoto bila ya mwanaume. Maanake hakuwa ameolewa. Kwa imani ya Kiislamu tunajua Mariamu hakuolewa, lakini alipata mtoto bila ya mwanaume kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Malizia. Bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwake. Bali kwa kutamkwa tu neno litokalo kwake Mwenyezi Mungu. La kukuambia zaa, ukazaa pasina kuingiliwa. Jina lake. Sikiza sasa, huyu mtoto ukimzaa, jina yake huyu mtoto ni Masihi. Ni Masihi Isa. Yesu mwana wa Mariamu. Mtoto wa Mariamu, sio mtoto wa Mungu, hapana, ni mtoto wa Mariamu. Qur'ani inatueleza Yesu ni mtoto wa nani? Wa Mariamu. Biblia pia inakubali Yesu ni mtoto wa Mariamu, si mtoto wa Mungu. 6:3 Marko. Muonyesha hapo Biblia. Marko 6:3. Mungu hazai. Mungu ni kuumba, anaumba. Sote ni viumbe wa Mungu. Sisi sio watoto wa Mungu. 6:3 Marko. Huyu si yule seremala? Watu waliomjua Yesu anasema huyu si yule seremala, mwana wa Mariamu, mtoto wa Mariamu, sio mtoto wa Mungu. Mpe maiki. Kumbe waliomuona Yesu wanajua Yesu ni mtoto wa nani? Maria. Wa Mariamu. Mariamu ni Mungu? Ni binadamu, si ndio? Na binadamu akizaa anazaa binadamu. Lakini watoto wanapeanwa na Mungu. Lakini watoto ni viumbe wa Mungu. Na nipala vizuri, sio kwamba ati Mungu anazaa watoto huko, hapana. Mungu anazaa watoto. Lakini watoto ni viumbe wa Mungu. Na nipala vizuri, sio kwamba ati Mungu anazaa watoto huko, hapana. Mungu anazaa watoto. Lakini watoto ni viumbe wa Mungu. Na nipala vizuri, sio kwamba ati Mungu anazaa watoto huko, hapana.
Mungu anaumba viumbe, anapeana anapotaka. 42:49 Qur'an. Mwonyeshe huyu 42 Qur'an. Hiyo ndio Qur'an na ndio kitabu chako kaka. 42:49 ufalme wa mbingu, sikiza, ufalme wa mbingu na wa ardhi ndiyo Mwenyezi Mungu anaumba apendavyo. Sikiza, kinachoanza ni kuumba. Mungu anaumba apendavyo, sio anazaa, hapana, anaumba apendavyo. Mungu ni creator. Anampa amtakaye watoto wa kike. Sikiza, anampa amtakaye watoto wa kike. Kwa mfano wewe umeoa bibi yako, labda unataka bibi azae kijana, lakini bibi anazaa wasichana, kwa sababu Mungu ndiye anapeana watoto, sio wewe unapeana wewe mwanaume, hapana. Wewe uko kwa starehe zako, Mungu ndiye anapeana watoto. Na kuna watu wameoana lakini hawazai kwa sababu Mungu bado hajajalia watoto, kwa sababu Mungu ndiye anayepeana watoto. Malizia baba. Na anampa amtakaye watoto wa kiume. Na anampa amtakaye watoto wa kiume. Mpe microphone. Mungu ndiye anapeana watoto. Mpata vizuri eh? Hata wale watoto uko nao umepewa na Mungu, lakini ni viumbe wa Mungu, sio watoto wa Mungu. Na nipata eh? So Yesu sio mtoto wa Mungu, Yesu ni kiumbe cha Mungu na alikuwa ni Muislamu. Hiyo inajulikana dunia nzima. Yesu alikuwa ni Muislamu, hata mabishop wanajua. Hiyo hainanga wasiwasi. Na hata Mariamu alikuwa Muislamu. Hiyo haina ubishi wote kwa mtu yeyote, wanajua. Na Ibrahimu alikuwa Muislamu, na watoto wake wawili Ismaili na Isaka walikuwa Waislamu. Kwa sababu haiwezekani Mungu ni mmoja alete dini nyingi duniani. Dini aliyoleta Mungu ni moja, dini ya Uislamu. Anipata vizuri eh? Anipata vizuri eh? Na kama una swali unaweza uliza. Maana tunakwambia kitu ambacho kiko katika maandiko. Ibrahimu ni Muislamu, Musa ni Muislamu, Daudi ni Muislamu, Yesu ni Muislamu, Muhammad ni Muislamu. Mungu alileta dini moja peke yake duniani. Kuna swali nyingine? Sina swali. Una swali? Mimi na swali moja kwako. Sisi Waislamu tukienda haja kubwa haja ndogo tunatumianga maji. Nyinyi wa Kristo mkienda haja kubwa haja ndogo mnatumia nini na imefundishwa wapi? Kwa sababu hakuna mtu haendi haja kubwa na haja ndogo. Iko huyo binadamu anaishi duniani. Kuna. Kwa sababu unakula chakula na unakunywa kinywaji. Sisi tumefundishwa tukienda haja kubwa haja ndogo tunatumianga maji. Kwa sababu maji ndio usafi. Nasafisha sehemu yenyewe inang'ara. Pata vizuri eh? Sasa nyinyi wa Kristo mkienda haja kubwa haja ndogo huwa mnatumia nini na imefundishwa wapi? Huwa tunatumia tishu. Natumia tishu Kwa ajili ya usafi. kwa ajili ya usafi. Hakuna mahali. Asante sana. Kwa mfano hii kanzu yangu ikipata matope, itatumia maji ama nitatumia tishu? Lazima utumie maji. Kwa sababu maji ndio inatoa nini? Chafu. Kumbe tishu inabakisha nini? Kumbe mnatumia tishu na mnajua bado inabakisha uchafu. Hauwezi tumia tishu ukawa msafi. Ndio unaona Mungu amewekea watu maji kwa sababu maji ndio inaleta usafi. Qur'ani inatuambia tutumie maji na Biblia inasema utumie maji ukienda haja kubwa na haja ndogo. 9:10 Waibrania. Waibrania 9:10. Unajua kuna watu wengi hawajaijua. Kwa nini Waislamu wanaenda kwa haja kubwa na haja ndogo wanatumia maji? Ni kwa sababu vitabu vimeruhusu, na ukitumia karatasi hauwezi kuwa msafi. Karatasi haimalizi uchafu, karatasi inapaka, lakini maji inatoa ile uchafu yote. Ndio unaona hata leo ukienda nyumbani utaambia mke wako niwekee maji niende nikaoge. Hauwezi kumwambia nipatie tisho nijipanguze tukalale, hakuna. Na ndio unaona hata wakati corona imekuja, Ministry of Health waliambia watu watumie maji. Hawakusema chukueni tisho mjipanguze, hapana. Waliambia watu tumieni maji kwa sababu maji ndio inaondoa uchafu. Sikiza 9:10 Waebrania. kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu. Sikiza, tulia dakika moja.
Unarudi Haya 9:10 Waebrania. Kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu. Sikiza, hii ni sheria ya jinsi ya mwili. Hii sio mambo ya kiroho. Ni mwili. Malizia. Vyakula na vinywaji. Mwili inakula chakula na kinywaji. Na ukila chakula na kinywaji, ukienda haja ndogo na haja kubwa unatumia sehemu mbili. Sikiza habari. Na kutawadha kwingine. Mpe microphone. Unajua maana ya kutawadha? Najua. Tawadha maana yake nini? Ni kama kuosha. Kuosha. Na Biblia inasema na kuosha kwingine na kwingine. Si unajua kuna Gedhorai na Taasia. Gedhorai na Taasi. So kuanzia leo ukienda haja lazima ubebe nini? Maji. Kwa sababu ya kuosha kwingine na kwingine. Na mtu akiona unaenda kwa haja umebeba maji, atadhani wewe umekuwa dini gani? Islamu. Kumbe Biblia inakufunza uwe Muislamu. Sasa nini kinachokubakisha huko? Nini la kubakisha huko? Maji ndio usafi. Maji ni usafi kabisa. Na hakuna mtu anaweza pinga mambo kuhusiana na maji. Kwa sababu ndio usafi kabisa. Hiyo inajulikana, mtu kwenda haja lazima atumie maji kwa sababu maji ndio usafi. Pata vizuri Je, wewe unakulanga nguruwe? Ukuli nguruwe. Asante sana. Nini kinachokuzuia kabisa uwe Muislamu? Ile unaona ngumu hii ndio inakuzuia uwe Muislamu nini? Maanake ukiwa hapo napenda uniulize mimi swali, sipendi nikuulize. Kinachokuzuia kabisa unaona hii ndio nzito, siwezi kuwa Muislamu kwa sababu ya hii. Wakati Uislamu unaweka kitu yote wepesi. Wanawake wanavaa vizuri, kuna dressing code ya wanawake wanavaa vizuri, wanaume pia wanavaa vizuri. Hauwezi kuona mwanaume wa Kiislamu ametoboa masikio amevaa earring, hiyo haikubaliki. Maana hiyo ni ya wanawake. Naipata vizuri Kujichora mwili, ile kuweka tattoo kwa mwili mwanaume imeharamishwa, ikubaliwi. Unanipata vizuri Mwanaume kuvaa nguo imefika hapa haikubaliwi. Anapata lazima iteremke mpaka hapa. Mwanaume pia. Anapata vizuri anavaa nguo mzuri ambao haoneshani uchi wake, kwa sababu wengine wanavaa kinyasa anatoka anatembea. Haufai hata ukiwa mwanaume. Mwanamke naye ana dressing code yake. Hivi kwa Ukristo, mwanamke wa Kikristo ana dressing code. Kwa sababu wewe umesema Mkristo. Wanavaa namna gani? Wanafaa wavae namna gani? Kwa mujibu wa vitabu. Nakuuliza kwa sababu wewe Mkristo. Wanasema wavae vizuri, nguo zimefika chini. Lakini hawavai. Wanavaa. Wanavaa. Asante. Kumbe hao wanavaa miniskirt sio Wakristo. Maana kuna wale wanavaa miniskirt, wengine naona na trouser. Sikiza Mungu anasemaje? Kumbukumbu 22:5 baba. Kumbukumbu 22:5. Brother nikusalimie. Salamu ya Mungu. Salamu. Nisalimie. Brother pia nikusalimie. Dakika mbili tu huyu. Njoo basi unisalimie. Dakika mbili. 22:5. Tulia hapo. Usikize nguo namna ya kuvaa pia mavazi. Wanakuita nani? Gadi. Asante. Msalimie huyu kijana hapa. Dakika mbili tu utaondoka uende pia. Wewe utufunze mambo mawili matatu. 22:5. Kumbukumbu, mpe kiti hapo Gadi. Dakika mbili tu apumzike na apate maji. 22:5. 22:5. Tusakubaliana watu wakienda kwa haja wao wanatumia maji, sio tisho. Manake maji ndio inatoa uchafu. Hiyo tusakubaliana. Hapa nakuja hii sasa 22:5. Mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume. The microphone. Sio mimi nasema, vitabu inasema mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume, sawa? Na tunajua vizuri wanaume trouser wanazivaa, si ndio? So mwanamke hafai kuvaa hizo kwa sababu maumbile yake, unaona mwanamke katika kiuno chake hajaumbwa sawa sawa na mwanamke. Na nipata vizuri kwa sababu yeye huwa anazaa, kwa sababu ya ile kuzaa na nini, unapata? So kuna mavazi mwanamke anaambiwa asivae na anafaa kujistiri vizuri. Unapata vizuri? Lakini yule anayefanya hivyo, sikiza Mungu anasemaje. Malisia baba.
wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, wala mwanaume asivae mavazi ya mwanamke. kwa maana kila afanya mambo hayo, yeyote anayefanya mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Pe microphone. Kumbe ukiona mwanamke anajifananisha na mwanaume ni machukizo kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu. Ndio ukasikia kila watu wana dressing code yao. Unapata vizuri ya kuvaa vizuri. Na mwanamke akivaa vizuri anapata heshima. Kweli. Anaheshimiwa udhiki, kwa sababu ukitembea na bibi yako kifua iko wazi, mgongo iko wazi, naona sasa kila mtu anamchokoza. Lakini mtu akivaa vizuri ana heshima zake. Pata vizuri 33:59 Qur'an. Sikiza Waislamu wanaambiwaje? 33:59 Qur'an. 59. Maswali pale uliniambia leo uko nayo. Aye. Leo uliniambia uko na swali. Daka ya maswali ndio hii. Kiti iko pale. Karibu bwana. Sio saa hii, okay. Ewe mtume, waambie wake zako na binti zako na wanawake wa Kiislamu wengine, waambie wajiteremshie uzuri nguo zao. Kufanya hivyo kutapelekea upesi wajulikane kuwa ni watu wa heshima. Mpe mic. Kumbe mtu akivaa vizuri anajulikana huyu ni mtu wa nini? Wa heshima. Ana heshima zake. Unanipata vizuri Lakini ukivaa hivi kila mtu anakuchokoza kwa sababu anaona kwanza wewe mwenyewe umejikosea mwili wako heshima. Pata vizuri Sasa tulia hapo. Nakuja kwa swali lingine ya mwisho. Maana kuna kitu nataka nijue vizuri kutoka kwako wewe Mkristo wa SDA. Tumeniambia wewe msabato. Kabisa. Kuna kitu moja nataka nipate kwako. Mpe huyu kaka yetu naye. Brother wanakuita nani? Gadi, wewe ni Mkristo au ni Muislamu? Mkristo. Asante, ubarikiwe sana. Gadi, labda ungekuwa na swali ungependa kuwauliza Waislamu, tuko hapa kufunzana. Na wewe unaweza kufunza kitu na sisi tukakipata, na sisi tunaweza kukufunza na wewe ukapata kitu. Uko na swali ungependa kutuuliza? Wakati sina swali. Una swali? Asante sana. Na mimi nakukaribisha uwe Muislamu. Unasemaje? Kwa sababu una swali. Kuwa Muislamu ni kuamini Mungu ni mmoja na unaamini Muhammad ni mtume wa Mungu, Yesu mtume wa Mungu, Musa mtume wa Mungu, Ibrahimu mtume wa Mungu, naamini manabii wote, unakuwa Muislamu. Nasemaje? Nakukaribisha uwe Muislamu. Tamu ndio hii. Maana hujui kesho kutakuwa namna gani. Nitajibu hiyo swali nikisema hivi, maiti mbili kiwekwa pale ya Mkristo na Muislamu. Naam. Yote inaitwa maiti. Kabisa. Yote ni Mungu mmoja atahutubia. Ni Mungu mmoja. Maiti sio Mungu mmoja. Maiti imekufa pale, ni maiti ni mbili. Yote imekufa. Naam. Muislamu na Mkristo watazikwa wapi? Watazika katika chini bwana. Wote wanazikwa katika ardhi, lakini kuna mahali inaitwa paradise. Paradise inaingia Muislamu peke yake, haingii mtu mwingine. 40 chap naona walimu ni wengi. Maustadhi wameingia 40 Qur'an. Safiri kama charani. 40 Qur'an inasema maiti ziko sawa, kila mtu anakufa. Hakuna mtu hatakufa, lakini kuna watu wataenda motoni na kuna watu wataenda paradise. Ndio unaambiwa ufanye vitendo vizuri. Mungu hawezi kuumba hivi mchezo ukuje duniani ukule uzae iishe uende. Lazima kuna lengo na makusudi. Mungu anasemaje? 40 chacha baba. Afanyaye ubaya atalipwa ile sawa na uovu wake. Atalipwa ile sawa na uovu wake. Na afanyaye wema akiwa mwanamume awe ni mwanaume au mwanamke naye ni Muislamu, basi hao Waislamu wataingia peponi. Maanake paradise, waruzukiwe humo bila hesabu. So Waislamu wanajua watakufa, vyenye Wakristo wanasema watakufa, lakini Waislamu wanajua wakifufuliwa kuna siku wataingizwa paradise. Je, Wakristo watapelekwa wapi wakifa? Hapo sitakwambia. Kwa nini unaficha? Sisi tukifa tutafufuliwa, tutaingizwa paradise. Je, Mkristo anayetoa sadaka na anafanya matendo mazuri atalipwa nini na Mungu?
Hakuna kitu atalipwa na Mungu. Allah, kumbe Wakristo mnajua hamtalipwa chochote na Mungu. Unajua kulingana na saizi wa Kristo wa saizi. Wakristo saizi wamejaa wengi. Kwani wewe ni Mkristo wa saa ngapi? Si wa saizi. Hata huwezi elewa saizi. Saizi ya Kristo utaenda chachi gani uhubie ukweli kwa sababu ni mingi. Mimi jinsi nilikuwa Mkristo na hadi wa saizi ndio kwambia ninaenda kanisani. Heri niongee ukweli. Yaani uliachana na kanisa. Ulifanya vizuri. Ndio tunakwambia tunakukaribisha katika Uislamu. Yaani wewe mwenyewe unaona huko kumechanganyikiwa kwa sababu kila mtu anafungua yake. Katika Uislamu hakuna hiyo. Katika Uislamu msikiti ni hiyo, utapata nyingine pale juu na nyingine na unaingia kila msikiti unaipata. Hakuna ati ni msikiti ya fulani ama fulani. Na katika msikiti hauwezi kupata picha ya mtu na mke wake. Ati ndio wenye hiyo msikiti. Msikiti ni ya community. Wewe ukiondoka wengine wanalani ile msikiti, sio ya mtu. Ile ni nyumba ya Mungu. Na nipata vizuri na kila mtu anaruhusiwa kuingia msikitini, hata uwe gavana au nani. Ukipata watu wako mbele, wewe unasimama mahali ulipata na ili imefika. Na nipata hakuna mkubwa ama mdogo katika msikiti. Na tena kwa msikiti hakuna siasa. Kama unataka wewe ni mwanasiasa, nenda ukapige siasa zako huko nje. Kwa msikiti ndio unafanya ibada, ukimaliza unaondoka. Ndio nakukaribisha katika Uislamu. Usije ukachanganyikiwa hivyo unasema hata siku hizi huendi kanisa. Mimi najua watu wengi hawaendi, hususan wanaume. Nakukaribisha katika Uislamu. Asante, nitakuja. Utakuja Sema insha Allah. Yaani maana yake Mungu akitaka. Tulia dakika mbili, mpe huyu kijana wa mwisho. Tulia hapo hapo. Kaka wanakuita nani kwa bahati nzuri? Fred Ouma. Fred Ouma. Fred. Ouma. Okay, asante sana. Mkristo ama Muislamu hivi? Mkristo. Kristo, asante sana. Najua unapendeza kama Muislamu. Swali yako ya leo au ungependa kujiunga na Uislamu? Ni free. Bana, mimi naye nifanya tu kwa zangu mapitoni, lakini nikapata kwa kuta hapa hivi. Weka hivi ndio nikusikie. Nasema nilikuwa zangu mapitoni. Naam. Nikafanya kuwapata hapa sasa, nikawa nimepitia tu nisikie yanapoendelea huko. Okay. Naam. Asante. So unataka kufunzwa ujue Uislamu. Hata maybe haujaijua Uislamu. Naam, kitu gani hiyo? Kitu gani? Asante sana. Aya Qur'ani 2:138. Mbadilishe mic. Sikiliza kuhusu Uislamu. Naam, 138. 2:138. Sikiliza vizuri wewe Ouma. 2:138 inasema. Naam. Uislamu. Sikiliza, Uislamu ambao tunakutangazia hapa ni pambo la Mwenyezi Mungu. Sikiliza, Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu. So aliyeleta Uislamu ni Mungu aliyetuumba. Tena ametupamba na Uislamu. Malizia. Alilotupamba. Tena Mungu ametupamba na Uislamu kwa sababu Mungu anajua huyu binadamu shida yake ni hii na hii, akatuletea Uislamu ambao ni solution ya mankind. Kweli na nyinyi Waislamu. The microphone. Kumbe Mungu anasema na wewe pia uwe nani? Kurudia. Mungu anasema na wewe pia uwe Muislamu. Kwa sababu Uislamu ni pambo ambao Mungu ametupambia. Sasa Mungu anasema na wewe ambaye sio Muislamu uwe Muislamu. Kwa sababu Uislamu ndio njia pekee yake ya kwenda paradise, hakuna njia nyingine. Ukristo. Ukristo sijajua vizuri. Hassan Karaoke dakika 10 anauliza kwa sababu amesikia Uislamu ya kwenda peponi. Huu Kristo nao vipi? Anataka kujua. Haya, anaona Ustadh Kasim pia ameingia. Dakika 10. Dakika ziko. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na kwa Wakristo ambao wako mkutanoni, nawasalimia na salamu za manabii, amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja naye. Kijana, habari yako? Nzuri. Okay, mimi naitwa Hassan Karaoke. Umeenda? Mimi ni Muislamu kama Adam, kama Nuhu, kama Ibrahimu, kama Daudi
kama Yesu na kama Muhammad. Na wewe? Mimi Mkristo. Kristo hivyo, asante sana. Kwani ni vibaya? Ni vibaya. Si vibaya. Sasa ni kitu gani hasa unataka kujua kutoka kwetu? Kwa sababu huwezi kosa kitu ambacho unataka kujua. Lazima kuna kitu ambacho unataka kujua kutoka kwa sisi. Naambia nayo ni ukweli. Ndio. Kwenye si wa Kristo. Naamini kuwa si ni wana Israeli. No. Unaamini nyinyi ni Waisraeli? Si wa Israeli. Na gani nyingine? Ambao tulipata kuokolewa katika kutoka kwa mkono wa wana kutoka kule Egypt. Kutoka Egypt. Lakini sasa nyinyi Waislamu jibu na vini vipi kulingana na dini yenu? Kwanza unajua kwanza maana ya Uislamu kwanza? Uislamu, ukisikia neno Islam inamaanisha nini? Unajua? Sijui. Okay. Ukisema wewe ni Muislamu ina maana yake. Neno Islam neno ambayo ni neno Islam, neno la Kiarabu. Sawa? Sawa. Ukirudisha katika lugha ya kwetu sasa, Kiswahili sanifu. Sawa? Ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu na kuwa na amani na Mungu wako aliyekuumba. Naam. Ina maana ngapi? Kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu na kuwa na amani kwa Mola wako. Islam neno yake hasa ni amani. Hiyo neno Islam na kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Mungu akisema ukae chini, unakaa chini. Mungu akisema amka, unaamka. Akisema utembee, unatembea. Hiyo ndiyo maana ya neno Uislamu. Kwa hivyo ukiambia mtu Muislamu ni kwamba amekubali amri zote zile Mungu alileta bila kupakua hata moja, hata chembe moja. Hiyo ndio Uislamu. Sawa ndugu yangu? Sawa. Na Uislamu ni dini. Na hii dini haikuanza sasa. Najua katika shule wewe umepitia pengine hapo umesomeshwa. Kaambiwa katika ile maneno ya history katika shule. Katika sereba nyingi nimeona wameandika katika mashule. Wanaandika Muhammad, wameandika hivyo katika hizo sereba. Muhammad was the first Muslim and the second Muslim was Khadija binti Khuwailid. He was born in 570 AD. Hivyo inaandikwa katika shule. Katika vitabu za historia za shule. Sikufanya historia. Hawakufanya hivyo. Ndio wanaandika hivyo. Lakini dini ya Uislamu haikuanzishwa na Nabii Muhammad. Dini ya Uislamu is old as mankind. Bila Adamu ako mzee mpaka sasa, basi dini ya Uislamu ndio hivyo. Kwa sababu Uislamu wa kwanza duniani kulingana na Qurani ni Adam. Qurani 10:18 19 na 10:18 ile nimekwambia 19 10:19 Qur'an. Basi hiyo. Naye baba sijali 10:19. Naye baba 10:19 inasema. Semaje? Inasema hivi. Wala watu hawakuwa huko nyuma basi ndio katika zama za Nabii Adam. Katika zama za Nabii Adam. Ila kundi moja tu. Wote wanafuata dini ya haki. Ndio. Kisha wakahitilafiana. Mbebaiki. Tunaambiwa huko nyuma wakati ya Adam watu walikuwa ni kundi ngapi? Moja. Na walikuwa wanafuata dini moja ya nini? Ya haki. Dini gani? Dini ngapi? Moja ya nini? Hiyo dini ya haki ni gani? Mbe mwalimu akusomee 3:19 Qur'an. 3:19 Qur'an inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Anayo. Kwa hiyo tunaambiwa wakati Adam watu walikuwa na dini moja ya haki. Na hiyo dini ya haki Qur'an inatokea dini gani? Tachukua Uislamu, sio? Sasa ukitaka ongea na maiki, weka maiki tu hapo.
Ukitaka kumjua Muislamu utamjua na vile anakaa. Sivyo sivyo? Hivyo. Muislamu anavaa kanzu, kweli ndio? Kweli. Waislamu wanaenda msikitini, kweli ndio? Waislamu wanawake na wanaume wakiwa katika msikiti hawachanganyiki kwa Moja. wanakuwa kando, sawa? Lakini nyinyi mnaendana nyinyi yote, si ndio? Naam. Nyinyi mnachanganyikana huko, si ndio? Dada na ndugu, si ndio? Lakini sisi wanawake kando na wanaume kando. Wale manabii wa zamani, akina Ibrahimu, akina Musa, akina Yesu, unajua walikuwa dini gani? Yesu ni Mkristo, alikuwa Mkristo au nabii wao. Oh, asante sana. Yesu ni Mkristo, sawa? Na Ibrahimu? Kulingana na Biblia natuambia Ibrahimu pia ni Mkristo. Mkristo. Na Musa? Wote wamekuwa rekodi tu as Christian. Asante sana. Sasa tukitaka kuwajua, si lazima tuangalie vitendo zao tutujue walikuwa wa dini gani. Naam. Sawa si sawa? Ni sawa. Watu waanze na Musa kwanza. Sawa? Matendo ya Mitume 15:21. Mambo ya Matendo Ndio. 15. 21. 21. Semaje? Mambo ya Matendo naye baba. 15. 21. 15:21 mambo ya Matendo. Naye baba inasema hivi. 21 inasema. Ndio. Inasema. Karibia hapo karibu ndio uone vizuri. Kwa maana tangu zamani za kale. Angalia, maandiko yanasema tangu zamani za kale. Kwa maana tangu zamani za kale. Twende. Musa nao watu wahubirio mambo yake. Kumbe Musa kuna watu walikuwa wanahubiri maneno ya Musa. Katika kila mji walikuwa wanaongea habari ya Musa. Husomwa kila Sabato. Kila siku ya Sabato maneno ya Musa inasomwa wapi? Katika masinagogi. Mpe mic. Anayo. Kumbe tangu zamani habari za Musa zilikuwa zinasomwa kila nini? Sabato. Siku ya Sabato katika nyumba gani? Sinagogi. Hiyo ni lugha ya Kiebrania. Mimi ni Mkenya, wewe ni Mkenya. Unajua maana yake? Sinagogi najua tu ni sehemu tu ya kuomba. Sehemu tu ya kuomba. Je, unaamini Biblia ama huiamini? Naamini. Wale waliandika waliokuwa wanaongozwa na roho wa nani? Roho anaweza kosea? Roho anaweza kosea? Kama hawezi kosea, hebu tumeandikiwa hapo nyuma ya Biblia. Ukiona neno ngumu ambayo huelewi, unaangalia maana yake. Waandishi ndio wameandika. Neno la 4 kutoka juu. Hebu soma mwenyewe. Najua wewe you went to school, I know. Msikiti wa Mayahudi. Kwa hivyo ukiona neno synagogue in the Bible, ni msikiti wa watu gani? Wayahudi. Kumbe Wayahudi walijenga nini? Walijenga msikiti. Msikiti. Alipokuja Yesu akaenda wapi? Kumbe ni sio mimi. Kwa ni mimi umesema you are biased. Wewe unachagua vitu. Mimi sikutengeneza wala mimi sikuandika. Mimi nimezaliwa nimekuta hiyo kitabu hapo. Hata wewe. Hata iko Qur'ani nikuta hapo. Nikizaliwa zilikuwa vitabu ziko. Tunaambiwa Wayahudi walijenga nini? Walijenga msikiti. Ambayo kwa lugha yao inaitwa nini? Sinagogi. Walipojenga msikiti, Musa akawa anaingia wapi? Sinagogi. Na Yesu naye akawa anaingia wapi? Ongea na maiki, usiogope, ongea na maiki. Humo. Na Muhammad naye alipokuja, akajua wenzake manabii wenzake nao wanaenda msikiti, naye akaenda wapi? Sasa hao watatu Mungu apatie dini, Musa, Yesu na Muhammad. Ikiwa wote wanaingia msikiti, hebu apatie dini wewe mwenyewe. Wape dini. Hapo naye itakuwa ngumu kiasi manake sasa wao nitakuja nikuuliza swali moja. Wewe nimalize hapo kwanza. Hiyo ni moja, sawa? Hiyo ni moja. Ni moja, sawa? Nakupa ya pili. Mimi nimevaa nini? Kanzu. Sawa si sawa? Nimevaa nini? Kanzu. 40:14 kitabu cha Kutoka. 40:14 mambo ni ya Kutoka. Inasemaje? 40:14 naye baba inasema hivi. Inasemaje? Mambo ya Kutoka. Inasema kisha
utawaletea wanawe, atawaletea wanawe na kuwavika kanzu zao. Mbemeki. Haruni anaambiwa ataleta watoto wake na wavalishe nini? Kanzu zao. Avalishe nini? Kanzu zao. Kanzu, sawa. 16:14 Walawi. Mambo ya Walawi. 16:14 naye baba. Ndio. Inasema 16 kisha 16:4 16:4 inasema ndio, ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Suruali ndio hii navuta. Kiwezi kainua kanzu, unajua watoto hawajalala. Ndio nafanya hivyo, ndio hii. Endelea. Atafungwa yule mshipi. Mshipi ndio wao nimefunga hapo mshipi wa kitani. Naye ataivaa ile kofia. Kofia ndio zile wako nao zile kofia. Kofia ya kitani mwilini mwake. Ndio. Hayo ndio mavazi matakatifu. Mzamaiki anayo. Kwa hivyo ukiona mtu amevaa kanzu na kofia na suruali ya ndani na suruali nyingine ya kitani, hiyo ni mavazi gani? Takatifu. Tumepata katika kitabu gani? Ati? Tumepata katika kitabu gani? Biblia hii. Wewe ni ushahidi wa ngapi? Wa pili. Nakupa watatu, nakupa nne, alafu nimalizie hapa. Wale wanakuwa kule msikitini, unasikia wakiitwaje? Wale viongozi wa Kiislamu unasikia wakiitwaje? Sijui. Unajua mashehe? Nasikia leo kutoka kwako. Usikiani mashehe. Wa Kiswahili wanaitwa mashehe, wa Kizungu wanaitwa mashehe. Mashehe wanapatikana katika dini gani? Hiyo ndio nasikia leo. Haya, na wale viongozi wengine wanakuwa kule maofisini wa Kiislamu. Unajua kadhi? Kadhi ni kiongozi wa Kiislamu. Kadhi ni kiongozi wa nani? Wa Kiislamu. Hebu tuone kama wakina Yesu walikuwa wanajua kama kuna makadhi. 5:25 kitabu cha Mathayo. 5:25 Mathayo inasema. Inasemaje? Inasema hivi 25 naye baba inasema. Inasemaje? Inasema hivi. Patana na mshtaki wako. Huo ni Yesu anasema ndani ya Biblia, Mathayo 5:25. Patana na mshtaki wako upesi. Wakati wako pamoja naye. Ndio. Njiani yule mshtaki asije akakupeleka kwa kadhi. Na kadhi akakupeleka kwa askari ukatupwa gerezani. Mbariki. Yesu anasema wewe mkosana na mtu mpeleke kwa nani? Na kadhi ni mtu wa dini gani? Kumbe Yesu naye alikuwa nani? Shahidi nimekupa kutosha. Labda ukatae Biblia, ukatae hizo on your own risk. Tani kuulize. Uliza. Haya maneno yote unayasema yako kwenye Biblia. Sisi wenyewe tuamini Biblia kama wa Kristo. Ndio. Sasa wapi haja yani nikuwe Muislamu, sinaweza tu kuwa Mkristo ila tu nipate kuyafuatilia maneno yako kwenye Biblia inatosha. Haya, hiyo ni swali la pili, narudisha kwa mwenyekiti aweze kupatia mwalimu mwingine. Sawa ndugu yangu? Haya. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nadhani swali yako nzuri tena classic sana. Ndugu yangu nikusalimie brother. Njoo nikusalimie brother. Nimekuita kwa heshima tena. Njoo nikusalimie brother. Usikatae wito. Mtu hakatai wito, anakataa alichoitiwa. Lakini njoo nikusalimie brother. Usikatae wito. Kazangu huyu. Mimi naitwa Salim. Sijui wewe wanakuita nani? Andrew. Jina nzuri. Pumzika hapa dakika moja upate maji. Hapa pumzika tu. Nakupa kiti. Pumzika tu. Ustadh Kasim. Ndugu yetu anauliza. Kwa sababu anaona ametolewa kwa Biblia, avae kanzu, ameona ametolewa msikiti na mashekhe, anauliza si atabaki tu Mkristo lakini afuate hiyo tu katika Biblia. Iko haja gani awe Muislamu? Ni haja gani awe Muislamu? الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpe kipaza sauti. Habari yako kaka? Nikumbushe jina. Ouma, amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Iwe nawe pia. Asante sana, unajibu vizuri. Ouma, swali lako limekaa kujengeka kwa asili ya kufuatilia mafundisho. Inamaanisha umesikiza mafundisho ya mwalimu, amejenga yote ndani ya Biblia. Na wewe bado ni Mkristo, unafuatilia Biblia umesema. Sio unashindwa ni haja gani tena ukwe Muislamu. Si ndio imekuwa hivyo? Hebu nione kama wewe kweli unafuatilia Biblia au Biblia ndio inakufuata. 22:8 Ufunuo wa Yohana. Tumalizie mwisho wa Biblia. 22:8. Twende changamka. 22:8 Ufunuo. Inasemaje? 22:8 inasema, nami Yohana ndimi niliyesikia na kuyaona mambo hayo. Asante. Na hapo nilipoyasikia na kuyaona, Yohana alipoonyeshwa mambo hayo katika visima vya Patmo, alipoona alishtuka, ni mambo makubwa. Alifanya nini? Na alianguka ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika. Yohana alitaka kusujudia malaika, lakini malaika alimwambia nini? Yule mwenye kunionyesha hayo. Asante. Naye akaniambia. Akamwambia nini? Angalia. Usifanye hivi. Asante. Mimi ni mjoli wako na ndugu zako manabii. Na wale washikayo maneno ya kitabu hiki. Tulia. Na wale washikayo maneno ya kitabu hiki. Kitabu gani? Biblia. Wafanya nini? Msujudie Mungu. Mpe maiki. Inasema ukishika maneno ya Biblia unafaa msujudie nani? Mungu. Unasujudu hivyo, inamaanisha wewe ushiki nini? Hiyo ni moja tu katika mvua. Yaani sema nitone katika mvua. Kuna mambo mengi sana yako ndani ya Biblia, lakini Wakristo hawafuati. Kwa sababu mara mingi mtu anafuata maneno ambayo anaambiwa na mchungaji, sio iliyoandikwa. Angalia maneno yaliyoandikwa. 7:21 Mathayo. 7:21. Twende changamsha mkono. Mathayo. Inasemaje? 7:21 inasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Kweli kabisa, Yesu anasema hivyo kwa sababu watu wengi wanapenda kumsifu Yesu kwa mdomo. Unakuta mtu amekionga kuanzia oh Jesus, ameshtuka oh Jesus, mpaka siku hizi sasa imekuwa ndo meme ya kutengenezea nayo manini, inaitwaje, comedy. Mtu oh Jesus, ndio watu wanacheka. Si kila mtu aniambie Bwana Bwana ataurithi uzima wa milele. Twende. Bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Sharti ya kupata uzima ni lazima ufanye mapenzi ya Mungu ambaye kwamba amemtuma Yesu na yuko mbinguni. Endelea. Wengi wataniambia siku ile. Kuna watu wengi sana watamwambia Yesu siku ya mwisho, Bwana hatukufanya unabii kwa jina lako? Bwana Yesu anamuuliza, hatukufanya unabii kwa jina lako? The lame will walk, the blind will see in the name of Jesus. Mpe mic. Ni kina nani hao? Wahubiri. Wa dini gani? Sijui kama ushaipita mbele ya msikiti kando, ushaisikia pepo toka katika jina la Yesu. Kwa hivyo hao ni upande gani? Siogope. Tunaendelea na andiko bado. Shuka. Maliza. Na kwa jina lako kutoa pepo. Na kwa jina la Yesu wanaotoa pepo ni kina nani? Mpe mic. Wahubiri. Wa dini gani? Kristo. Asante. Twende. Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Mpe. Wanaofanya miujiza mingi mpaka kubadilisha maji na kwa damu ni kina nani? Kwa jina la Yesu. Asikia sawa, Kristo anaambiwa nini na Yesu sasa? Ndipo nitawaambia dhahiri. Yesu atawaambia wazi, sikuwajua nyinyi kamwe. Mimi siwajui nyinyi kamwe. Ondokeni kwangu. Tokeni kwangu. Nyinyi mtendao maovu. Mpe mai. Uko tayari kupata majibu kama hayo kutoka kwa Yesu? Ndio mimi sitakusomea Qur'ani. Si umesema unafuata Biblia? Umeona wewe uko east, Biblia iko west. Si ndio? Kwa sababu inaelezea vitu ambavyo inafanyika kwa wale watu wanaoamini Biblia, which is totally different from the way wao wako. Ni kama kukemea shetani ama kutoa shetani katika jina la Yesu. Jina la Yesu ni si dhahiri ama haifai. Haifai kabisa. Haifai kwa sababu gani unajua?
hata wanafunzi walikuwa hawezi, mpaka waliambiwa kitu moja. Hebu tuende 17:20 kitabu cha Mathayo, nadhani kama sijakosea ni hapo 17:20 ama 17:20. Kwa Karioki. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Bas, hapo sikiza. Auma, wanafunzi walikuja wameshindwa kumtoa pepo. Wametumia jina la Yesu, pepo hatoki. Yesu anawaambia ni kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Endelea. Kwa maana amin nawaambia nyinyi mkitaka kutoa pepo, sikizeni, amin nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje haradali, mkiwa na imani ndogo tu ya kuamini Mungu na mniamini mimi, kiasi cha punje la haradali, mtauambia mlima huu ondoka. Utaweza kuambia mlima huu ondoka hapa, uende kule, na utaondoka. Wala alitakuwa neno lisilowezekana kwenu. Lakini namna hii haitoki. Namna hii haitoki kabisa. Yesu anasema isipokuwa kwa kufanyaje? Kwa kusali kama Waislamu na kufunga. Mpemai. Naam, kusali na kufunga pia. Wakristo kusali tu ni ile mbinu ya kuomba, ufanye tu kuomba. Kuna tofauti ya kuomba na kusali kwetu. Kwa mfano, wewe Ouma ni binadamu kama mimi. Mfano wewe ni jirani yangu. Mimi nikikosa kitu kwa nyumba, nisikie njaa, naweza kuja kwako nikuombe, nikwambie Ouma bana nisaidie na unga, nisaidie na nini, nisaidie na chumvi, sawa Hapo nimekuomba, lakini sijakuabudu wala sijakuswalia. Lakini swala ni vitendo maalum, maneno maalum yanayofanyika katika wakati maalum. Siwezi kusujudia binadamu hata kama namuomba nini. Na mimi naweza kumuomba Mungu bila kuswali. Kwa mfano natembea kwa njia nimwambie Mungu nataka unipe kitu fulani na fulani, hapo nimeomba. Lakini nikitaka kuswali sasa naingia kwenye ibada ambayo nimefundishwa na manabii, sio niliyotoa kwa akili yangu. Kama hiyo ambayo umeambiwa kusujudu, hiyo ni moja katika njia ya ibada. Haifai kumfanyia mtu yote isipokuwa Mungu peke yake, kwa sababu ndio njia aliyoamrisha. Sikia Yesu anafanya ibada vipi. 26:39 kitabu ni cha Mathayo, mtoza ushuru. 26:39. Naam. Akaendelea mbele kidogo. Yesu kiongozi anaendelea mbele kidogo, akaanguka kivulivuli. Angalia, anaanguka pia Yesu akitaka kuongea na Mungu. Anafanyaje? Akaomba akisema, nini? Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Ogopa tu Mungu na usikie Mungu kwa mkweli. Watu ambao wakitaka kuabudu wanapeleka uso wao chini na wanafanya ibada hivi kama Yesu. Ni watu wa dini gani? Nyinyi Waislamu. Sisi pia Wakristo tunafanya kupiga magoti lakini amsujudu. Hapo ndo umekosea. 95:6 Zaburi. Umefanya mistake. 95:6 Zaburi. 95:6 Zaburi nasema. Hata sisi tunapiga magoti ndio tusujudu, lakini sio ukipiga magoti inamaanisha utakuwa umefanya ibada yako kwa njia ambayo ni nusu ama sio njia ya manabii. Sikiza hapo, unaambiwa upitie njia ipi na ipi na ipi. Twende. Njooni. Yesu hapa hivi Zaburi anaelezea ambao ni Daudi, anasema njooni tufanye nini? Tuabudu, tusujudu. Unafaa usujudu kwanza, ukishasujudu ndio unafanya nini? Tupige magoti mbele ya Bwana aliyetuumba. Mpe. Mwana vile ibada inaenda unasujudu alafu unapiga magoti kama Waislamu. Wanasujudu alafu tunakaa tahiyatu tunapiga magoti. Na ndio tunamwabudu Mola wetu. Na hiyo iko kwa kila mtu, awe president, vice president, raia wa kawaida, mwanamke, mwanaume, mtoto, wote lazima wasujudu. Si kwamba ni baba peke yake anasujudu ama nani. Na kama haujawahi sujudu inamaanisha haujawahi kumwabudu Mungu maisha yako. Is that clear? Leo nimekuonyesha vitu uchatarajia kuona. Na bado kuna mengine mengi sasa. Hebu niambie sasa, hao watu ambao wanafanya hiyo ibada na hiyo njia wanaweza kuwa ni wafuasi wa nani? Wanaosujudu wakitaka kumwomba Mungu. Na Yesu, si ndio? Wewe unataka kuwa kama mfuasi wa Mungu na Yesu ama unataka kuwa mfuasi wa Mungu na Yesu? Uko tayari? Karibu sana. Mpe mic usikie Yesu anasemaje, anakupongeza. 7:24.
Mathayo. Twende vitu. 7:24. Inasemaje? 7:24 inasema, naam, basi kila asikiaye hayo nini? Maneno yangu. Ukisikia maneno ya Yesu mazuri, amesujudu, amefanya nini, na ukafanyaje? Na kuyafanya. Ukaamua kufanya kama yeye, ukasema hapana, mimi sijali na mtu yote, madamu Yesu amefanya pia mimi nitafanya. Ukafanya kama yeye, atafananishwa na mtu mwenye akili. Utafananishwa na mtu mwenye akili. Mpe mic. Mtu mwenye akili ni mzuri ama mbaya? Mzuri. Twende 27. Mfano haijaisha bado. Atafananishwa na mtu mwenye akili. 27 mvua ikanyesha. Wewe 26 na kila asikiaye hayo nani maneno yangu asiyafanye. Na mtu mwingine akasikia maneno ya Yesu, alikuwa anasujudu, alikuwa anaenda msikitini, alafu akasema mimi sitaki bana, siyafanye. Atafananishwa na mtu mpumbavu. Mpe. Unataka mtu yupi sasa hapo? 3. Mtu mwenye akili, si ndio? Mtu mwenye akili ni yule anayeamua kumfuata nani? Mfuata Yesu. Kwa tayari sasa ukuwe Muislamu, mfuate Yesu katika kila kitu yako. Maneno mawili. Kama una swali lingine pia unaweza kuuliza. Sasa ninyi muamini Yesu ama muamini kama sisi wa Kristo tofanya kuamini Mungu na Yesu pia kama mwana wa Mungu. Sasa nyinyi mnaamini huyu Muhammad ni nani kwenu? Asante sana. Muulize swali la maana. Kwanza hapo kwa upande wa Mungu, sisi tunaamini Mungu ni mmoja. Mungu ambaye kwamba ameumba kila kitu. Hazai, hazaliwi, hazeeki. Sawa? Yuko peke yake katika ufalme wake. Alafu tunaamini manabii wote katika imani kwamba Mungu ametuma manabii kabla ya Muhammad. Na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunamwamini kama nabii na tunamfuata. Hakuna kuzidisha kwa mafundisho yake wala kupunguza. Yeye ni mtume, si Mungu, si mwana wa Mungu. Anabaki kuwa mtume wa Mungu. Na mafundisho yake kuhusu manabii waliotangulia ndio ambayo inatupatia sisi imani kwamba kuna manabii walikuwa kabla yetu. Kama vile anavyomwelezea Yesu. Ndani ya Qur'an ndio kitabu peke yake imetaja historia ya Yesu kabla ya kuzaliwa kwake. Sio baada, kabla ya kuzaliwa. Yaani kuzaliwa kwa Mariamu inaelezewa ndani ya Qur'ani. Vile Mariamu alizaliwa ndo aje amzae Yesu. Ndani ya Qur'ani ametajwa Yesu mara 25. Muhammad ametajwa mara 5 peke yake ambao ameichukua hiyo, amepokea hiyo Qur'ani. Wanawake wote waliotajwa kwa Qur'ani walikuwa wanatajwa kwa sifa, mama ya fulani, dada ya fulani, hivyo isipokuwa mama yake Yesu, Maryam bintu Imran, ametajwa kwa jina yake na akapewa sura nzima. Wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadat min ahliha makanan sharqiyya. Hii ndio kitabu ambao Mwenyezi Mungu ameteremshia, alafu akatupatia njia ya imani, akatuambiaje? Qur'ani sura ya 285. 285. Shuka vitu. 285. Inasemaje? Inasema amana rasul, mtume ameamini aliyoteremshwa kwake. Asante. Kutoka kwa Mola wake. Na nani? Na Waislamu. Waislamu pia wameamini hayo. Wameamini hayo. Wote wamemwamini Mwenyezi Mungu. Waislamu wanamwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake. Tunaamini malaika wake. Na vitabu vyake. Tunaamini vitabu vyake. Na mitume yake. Tunaamini mitume yake. Na hao Waislamu na mitume wao ufanyaje? Usema Waislamu na mtume wao katika imani yao husema nini? Hatufananishi baina yoyote. Wewe angalia vizuri, hatufanyi nini? Hatutofautishi. Hatutafautishi baina yoyote katika mitume wake. Hakuna kusema mimi namwamini Muhammad simwamini Yesu, mimi namwamini Muhammad simwamini Musa. Unakuwa wewe ni kafiri wa kisawasawa. Lazima uamini mitume wote, madamu uko na uhakika kwamba ujumbe aliokuja nao huyu mtume ndio ujumbe aliokuja nao mtume aliyokuwa kabla yake. Mpe mai. Unaelewa? Kwa hivyo Yesu kwetu ni mtume na nabii, tena kwa wana wa Israeli peke yao. Sijui kama unajua hiyo kwa maneno yake mwenyewe. Ati nini? 15:24 Mathayo. Unajua tulikuonyesha wewe mwenyewe aseme ameenda wapi, ametumwa wapi. Kwa sababu uzuri Yesu alikuwa nyamazi, alikuwa anafundisha, anaongea, anapanda mlima, anaenda kwenye miti, anatembea huku, hata kuwa na nyumba yake mwenyewe sehemu ambayo anaishi.
Ndio maana hakuna sehemu imejulikana hii ilikuwa ni nyumba ya Yesu. La, yeye alikuwa anatembea na hivyo usiku mchana, kazi yake ni kufundisha na kuhubiri. Sikiza anakuambiaje. Akajibu akasema, Yesu akajibu akasema, sikutumwa mimi Yesu sikutumwa ila isipokuwa kwa kondoo waliopotea wapi? wa nyumba ya Israeli. Mpe. Sijui unajua Israeli? Naam, Unajua kondoo? najua. Yesu anasema ametumwa kwa nani? Kwa kondoo wana Israeli. Wewe ni kondoo wana Israeli? Ama unataka kumjua mtume wako? Tunaamini sisi kuwa sisi wana Israeli, hivyo kulingana na dini yetu sisi tunaamini sisi ni wana Israeli. Kama nyinyi ni wana wa Israeli, mbona Yesu akatae na aseme sikutumwa isipokuwa kwa kondoo waliotukwa kwa nyumba ya Israeli, waliopotea nyumba ya Israeli? Na kama nyinyi ni Waisraeli, mbona Yesu asiwaombee nyinyi, awaombee Waisraeli peke yao? 17:9 Yohana. Sikiza maombi ya Yesu inaenda wapi? 17:9. Hii ni ile itikadi tu mtu anaambiwa, unajua ukimwamini Yesu utakuwa Mwisraeli wa kiroho. Kwa sababu ukiwa Israeli wa kimwili utawekwa ndani. Hauwezi kaa Kenya bila passport. Inabidi ubaki wa kiroho. Twende. Inasemaje? Mimi nawaombea hao. Ati nini? Mimi nawaombea hao. Siombei ulimwengu. Mpe. Hao ni kina nani na ulimwengu ni kina nani na wewe ni nani? Angalia mtume wako brother. Sasa wacha tena nikuulize tena. Naam. Umesema Yesu alitumwa aombee wana Israeli. Naam. Kwa ulimwengu wote. Naam. Na wewe pia hapo ulipo umesema unamwamini Mungu, unamwamini Yesu. Naam. Sasa wewe unajiconsider kama nani? Mimi najiconsider kama muumini wa dini ya Kiislamu ambayo inanilazimisha kuamini mitume waliotangulia. Okay, sawa. Kwa mfano, saa hizi tunaamini kwamba Tanzania kuna rais ambaye anaitwa Samia Suluhu Hassan, si ndio? Tunamfuata? Mfuata. Unafuata nani? Uhuru. Lakini katika imani yako unajua Tanzania pia kuna nani? Na rais. That is what exactly we are doing. Tunamfuata Muhammad, tunaamini Yesu alikuwa ni mtume kwa wana wa Israeli. Na sasa